Habari za wakati mtazamaji wa Kariakoo Media, hapa tupo na Othman Kazi, ni referee wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, lakini pia ni mzalishaji wa kipindi cha Kipenga cha Mwisho kupitia Azam TV. Habari za muda huu? Salama, vipi mambo? Salama, uko mzima kabisa? Alhamdulillah. Leo tumeshuhudia mchezo wa kimataifa Young Africans dhidi ya Wydad kutoka Angola na umetamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Kiujumla umeuonaje mchezo wa leo? Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa wa kuvutia, ulikuwa mgumu pia. Na binafsi ninategemea kwamba mechi hii haiwezi kuwa nchekea kwa Young Africans kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo unaona kwamba imekuja kwa spidi sana kwenye michuano ya Afrika. Kinachowasumbua bila shaka naweza nikasema labda ni ule uzoefu ugeni kwenye mashindano ya Afrika, lakini sio timu ya kubeza, ilikuwa ni timu nzuri. Na of course Young Africans ina composure ya vitu vingi, ina wachezaji wazuri, ina uzoefu, ina uongozi wenye kujielewa, wanajua nini wanachokifanya. So all in all, 5-0. Unadhani kwa nini mashabiki wamekuwa wana complain kuhusiana na kocha Romain Folz? Hawajui falsafa ya coach, hawaelewi coach anachokitaka ni kitu gani. Ni vigumu, unajua hata wewe kuweza kujua kwamba mimi nitakupa jibu gani kwa swali hili ulilouliza, kwa sababu haupo kwenye kichwa changu. Na the same inaenda kwa washabiki. Washabiki wa Young Africans wamezoea kuona timu yao ikicheza mpira wa kuvutia, gonga nini mpaka unaenda kupata goli, yani unaridhika na. Lakini kila kocha anapokuja anakuwa na falsafa yake, au sivyo? Falsafa ya kocha wa Yanga ni football. And football is all about goals, unaona? Kwa yeye mambo ya kuremba sijui na nini, tutegemee vitu hivyo vinaweza vikaja. Kwa mfano leo ukiangalia kipindi cha pili Yanga walikuwa wanagonga vizuri, yani unaona kabisa ile aina ya football ambayo walikuwa wanacheza kwa zamani. Lakini mwanzoni ilikuwa kwanza tusiruhusu goli, au sivyo? Na wamefanikiwa hiyo, waliporudi kipindi cha pili wamezidi kufunguka, matokeo yamepatikana. Kwa hiyo niseme tu washabiki wapenzi wa Young Africans, ingekuwa hapati matokeo ingekuwa na kitu kingine, lakini anacheza mpira wa jihadi moja kwa moja, matokeo yanapatikana. Mimi sio ni shida. Sio ni shida. Na First 11 tunakumbuka mchezo uliopita wachezaji walioanza tofauti na walioanza leo. Kuna mabadiliko sana. Kwa nini timu inasajili wachezaji 30? Ingekuwa ni first 11 sawa. Yanga wana mashindano mangapi wanashiriki kwa hivi sasa tunavyoongea? Wanayo Champions League, wanayo ligi kuu, itakuja na ni kombe la shirikisho, au sivyo, ya CRDB. Na lazima tuwe na selection kwamba Champions League tunaingia kwa gia gani, ligi tunaingia kwa gia gani, hata kwenye ligi tunacheza na timu ya aina gani. So ndio sababu ya kuwa na wachezaji wengi 30. Unafanya usajili ili wachezaji wawe wanapokezana. Sasa wakiwa wanapokezana ndio tuseme kwamba kocha hana first 11. Hapana, hiyo sidhani kama ni sahihi. Kwa sababu ukisema first 11 kila siku first 11 hiyo wachezaji watachoka, watapata fatigue, alafu wataingia wachezaji ambao hawajapata game time ya kutosha, unaona? Ukija kuniuliza kwa mfano Aziz Ndambwile uliyomuona leo ndio huyo tulimuona kwenye mechi 3 zilizopita? Nimekuuliza swali, jibu. Hapana. Unadhani kwa performance gani ilikuwa nzuri, ya leo au ya siku za nyuma? Ya siku za nyuma. Ya siku za nyuma ndio ilikuwa nzuri? Kwa upande wangu mimi ni hivyo. Kuliko ya leo? Hapana, performance ya leo ilikuwa above standard ya Aziz Ndambwile. Na hiyo unakuja unakuta kwamba hiyo performance inatokana kwa sababu msimu uliopita Aziz alikuwa hapati muda wa kutosha, game time ya kutosha, au sivyo? Alipopata ameanza kupata sasa, anakuonyesha what he is. Watu washaanza kumsahau Aucho, ukae ukijua hilo. Lakini wanamuimba huko, wanasema kuna pengo. Kwa mchezo wa leo hapana. Kwa mchezo wa leo hapana. To me performance ya Aziz ilikuwa
Yeah, kwa hiyo Wameingia kipindi cha pili Azizi. ndio. Na Walikuwa wana complain kwa sababu ya kipindi cha kwanza, walikuwa wanaona pengo la Khalid Aucho. Ndio akaingia Azizi ya Ndambwile. Au sivyo? Alipoingia amekupa nini? Sasa amekupa nani? Amekupa numbers. Au sivyo? Kadhibiti pale kapiga goli la pili. Au sivyo? Ndio hiyo wachezaji wanatakiwa kuaminiwa, wapewe fursa. Nadhani kwa nini mwalimu amewapumzisha wakina Balakonte, wakina umeshashinda 3-0. Dumbia anakuofa mashambulizi. Au sivyo? Je, Yanga leo walikuwa na haja ya mashambulizi mengi? Tayari wanayo magoli 3 kwenye kibindoni, au sivyo? Leo tusifungwe. Au sivyo? Acha watu wapumzike. Sawa, ndio maana nimesema kila mechi approach yake inakuwa na game plan yake. Sawa? Lakini bado mashabiki wanamuimba Pacome Zouzoua. Kuhusu kiwango chake, wanasema yani ndio sasa hivi top katika timu ya Yanga. Kuna shaka katika hilo? Pacome kuna shaka katika performance yake? Hapana, mimi sioni. Basi ule sasa ni ushabiki, washabiki wana appreciate kwamba ana uwezo mzuri. Au sivyo? Tunaiona Young Africans ya namna gani katika msimu huu katika michuano ya kimataifa? Ni mapema kusema, tuache msimu ndio umeanza, au sivyo? Timu nyingi zimejiandaa, ligi kuu huko sio mchekea hata kidogo. Tusubiri, tutaona. Lakini kwa quality ya wachezaji ambao wako pale, uongozi wao, sina shaka mimi na performance ya Yanga kwenda makundi, kuvuka robo, nusu na hata finali. But tuiache hapa kwanza, tutaangalia raundi ya pili, wanakutana na timu ya Malawi, matokeo yatakuwaje? Sawa? Mimi nikushukuru. Pamoja.